Karibu sana kwenye chaneli ya MHK, na leo tunaenda kujifunza kwamba watu wengi wakiwa wanasema kwamba matajiri wote wana madeni. Yaani ni kweli kwamba all rich men have debt. Yes, ni kweli, it is true, all rich men have debt. Yaani matajiri wote wana madeni. Yaani wengi wana madeni au wengi wanatumia madeni. Sasa the fact is, yani huo msemo, yani wengi wanautumia, lakini wanautumia kwa namna ambayo sio sahihi. Kwa maana kwamba wengi ukishamwambia hata matajiri wana madeni, kwa hiyo hata wewe inabidi uchukue deni afu uanze kuishi hivyo. Hapana. Leo nataka niwafundishe au leo nataka niwaelezee vizuri kuhusu maana ya deni ambayo matajiri wanakuwa nalo. Kwa hiyo all rich men, they don't have debt, but all rich men leverage debt. Nini maana ya leverage? Yani leverage ni in short, kwa Kiswahili unaweza kusema ni kupata kingi kwa kutumia nguvu ndogo au nguvu chache, au ni kupata matokeo makubwa kwa kuweka energy ndogo au nguvu chache. Kwa mfano, ukiangalia opener inayotumika kufungua soda, bila opener ukatumia mkono utaumia na utatumia nguvu nyingi kufungua kile kizibo kukitoa. Lakini ukichukua ile opener ukaitumia kufungua, utatumia nguvu kidogo sana, lakini pia utafungua kile kizibo kwa muda mdogo sana, kwa muda mchache. Kwa hiyo ile opener it is used to leverage as a tool for leverage. Kwa hiyo leverage, unatumia nguvu ndogo, unatumia kifaa kwa manufaa ya kutumia nguvu chache ya kuwekeza muda mchache afu unapata matokeo makubwa. Kwa hiyo in short, leverage is the getting higher with little. Umenielewa? Kwa hiyo the money that they are getting in terms of debt, yani watu hela wanayoipata au matajiri hela wanayoipata kupitia mikopo au madeni ni kama tool, au ni wanaitumia as a tool for leverage. How? For example, anaweza kaenda kakopa hela benki, then akishakopa hela, ile hela haitumii to buy liabilities, vitu ambavyo vinatoa pesa kama watu wengi tunavyofanya. Unaenda unakopa hela afu unaenda kutengeneza sherehe, unakopa hela unaenda kununua gari la kujiendesha tu ambalo sio la biashara. Unaenda kukopa hela unaenda kujenga nyumba ya kuishi. That is totally ignorance. Hapo utakuwa utalipa. Kuna kitu kinaitwa ignorance tax. Utajikuta unalipa hiyo tax. Kwa hiyo matajiri hawachukui mkopo afu wakaenda kufanya hiyo vitu, au wakaweka hiyo pesa yao kwenye vitu ambavyo sio asset. Kwa hiyo what you have to know, au what you have to put in your mind, sio kuwa tu na deni, bali sio kutumia tu madeni kisa hata matajiri wana madeni. Kwa hiyo nayo ukasema ngoja na mimi nichukue deni na nianze niwe confident na hilo deni langu. No. Deni lazima linatakiwa liwe kama kifaa ambacho nakitumia to leverage ili uweze kufanikiwa katika hicho kitu. Kwa hiyo deni inabidi lichukuliwe na litumike katika kununua asset au kuwekeza katika investment ambazo zinasimama kama asset, something that puts money in your pocket, yani kitu kinachoweka pesa mfukoni mwako. Sio kuchukua deni afu unaenda kununua vitu ambavyo ni liability au vitu vinavyotoa pesa katika mfuko wako. Kwa hiyo huu msemo unaosema kwamba hata matajiri wana madeni, sawa, lakini yale sio madeni. Yale it works or it function kama tool ya kuleverage ili waweze kufanikiwa na kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo wenyewe wanachukua mkopo na wanawekeza kwenye investment, kwenye asset, kwenye vitu ambavyo vinaingiza pesa katika mifuko yao au katika account zao. Kwa hiyo kitu tunachotakiwa kujua ni kwamba cha msingi sio kuchukua deni kwa matumizi yako tu ya kawaida. Hapana, cha msingi ni kuchukua deni au kutumia deni kwa kuinvest na kutengeneza pesa. So all rich men don't have debt, but all rich men leverage debt. Yani sio kwamba huu msemo unaosema kwamba hata matajiri wana madeni. Hapana. Matajiri wote sawa wana madeni, lakini matajiri wote wanatumia madeni kwa manufaa yao. Hiyo ndio inatakiwa iwe hivyo. Kwa Kiingereza inatoka vizuri kwamba all rich men
don't have debt, but all rich men live with debt.